This is On Page. Yeah, On Page. On Page katika mitandao watu wanaulizana issue nzima, kwa nini Diamond ameanza kupromoti kuvujisha ngoma kabla ya ngoma kutoka, kabla ya video ambayo wanaishuti sasa hivi Zanzibar kutoka. Huko kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wanajiuliza, wachambuzi wengi wanauliza why Diamond ameweza kuvujisha ngoma yake pamoja na Trace mapema sana. Lakini pia watu wanauliza kwa nini Diamond anashuti kule Zanzibar alafu anaposti matukio yote ambayo yanaendelea kule Zanzibar akiwa location katika mitandao ya kijamii. Watu wanauliza huenda watu wasiwe na mvuto tena wa kuweza kutazama video kwa sababu walishaona matukio yote ambayo Diamond alikuwa akiposti wakati yupo location. Huko katika mitandao ya kijamii ndio watu wanachouliza. Unajua sasa hivi Diamond ni msanii mkubwa na chochote anachokifanya Diamond ana uhakika nacho, amekifanyia research. Unajua Diamond sasa hivi hata jambo lake alivujishe lazima litaenda vile vile kama lilivyotakiwa. So Diamond huenda ni aina ya promo ambayo ameamua kuifanya sasa hivi kwa sababu ameona kwamba ni njia ambayo akitumia ataweza kuweka ile attention, watu kukaa kumfuatilia kwamba kuona Diamond kwenye hii video kuna kitu gani cha ziada. Umeelewa? Diamond sasa hivi huenda amechagua njia ya peke yake. Diamond ni msanii mkubwa, narudia tena. Kitu chochote ambacho atakachokifanya yeye lazima kiende. Huenda amekivujisha mwenyewe makusudi ama kuna watu walivujisha, lazima kiende. Na hii ni njia ambayo wanatumia mastaa wengi Ulaya, hata kule Marekani. Mastaa wengi wameonekana kuvujishaga ngoma zao kabla ya kutoka. Mfano mzuri ni Chris Brown, miongoni mwa ni watu ambao wasanii anaongoza kuvujisha zile ngoma zake kabla ya kutoka. Unajua Kanye West ni miongoni mwa watu wao. Unajua? So watu wengi wana doubt kwamba kwa nini Diamond amevujisha clip akiwa location za video. Huenda itapoteza mvuto kwa watu kutizama kwa sababu wakishaona Diamond alikuwa Forozani pale ameweza kushoot, amekuwa pale kwa wale ndugu zetu makachukachu wale Zanzibar pale eneo la kudive. Unajua? So mimi nachoamini kwamba Diamond anaamini kwenye njia zake. Ipo hivyo na huenda kuna strategic zake mpya za kupromo nyimbo. Kwa sababu hii ni kwa mara ya kwanza Diamond anafanya hichi kitu. Sijajua kama na kwanza before ni ipi. Of course, kama unakumbuka mara ya mwisho Diamond kuweza kuvujisha ngoma ni mwaka gani? Kabla ya hichi ambacho kinachoendelea sasa hivi kwenye mitandao. So huenda ni njia ambayo Diamond ameamua katika kupromote kazi zake, si ndio? Of course. So kama ni shabiki wa Diamond basi get ready, yote kwa yote hao ambao yanasemwa tuachane nao, tusubiri kwamba ngoma yenyewe mundani ina maudhui gani. Video humu ndani Diamond amefanya nini pamoja na Trace kutoka pale Marekani. Subscribe katika YouTube channel yetu kama Kings On TV kwa habari zaidi. Until next time, bye bye.